nenda ukawahubirie. Alipopokea agizo hilo, waliosikia pamoja naye walimtahadharisha, wakamwambia, usiende siri sana, watakuua. Lakini Mtakatifu Gaspari akawaza, akasema, sasa ni chumvi, wale watu wanahitaji nuru. Akaenda akawaambia, najua mna bunduki, lakini hapa kuna silaha nzuri zaidi kuliko bunduki, damu azizi ya Yesu. Hii inasafisha, hii inapatanisha. Iliwashangaza watu wengine, kwa sababu wale watu waliongoka na ukawa na msisimko mkubwa wa uongofu. Kwa kufanya vile, Mtakatifu Gaspari alikuwa anaishi agizo la kuwa chumvi. Wale watu walikuwa wanaoza kwa sababu ya uovu wao, kwa sababu ya uozo wao. Wale watu kiroho walikuwa dhaifu kabisa. Kimaungu walionekana wana nguvu, lakini kiroho walikuwa dhaifu kabisa. Wale watu hawakuwa tena na uhuru. Gaspari mtakatifu alipowaendea, akawaambia, zawadi ya minyororo sio ya chuma, ila ya damu, matone ya damu azizi ya Yesu. Kuwa sasa wakaanza kufurahi na jamii nzima ikafurahi pamoja nao, manake radha ya maisha ikarejea. Wale watu kwa kujificha kwao ili watende uhalifu wao, watende ubaya wao na ukatili wao, hawakuwa tofauti na watu waliogizani. Mtakatifu Gaspari akawa nuru yao. Ndio maana ikawa sababu ya afya mpya ya roho zao, lakini pia na ya watu wengine waliokuwa wanawaogopa. Basi damu ya Yesu ikawa na nguvu kuliko bunduki zao, ikawasafisha, ikawapatanisha. Mtakatifu Gaspari alikuwa chumvi na nuru kwao. Walipotumwa wamisionari huku